السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم والصلاة والسلام على آله وأصحابه. Ndugu yangu katika imani, nayusia nafsi yangu pamoja na kuzusia nafsi zenu katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu fikiri yake, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah musaddiqu dakhara aljanna. Ndugu yangu katika imani, kutoka kwa Abi Darda'i radhiyallahu anhu zimfikie juu yake, qala an-nabii, amesema mjumbe wa Allah, man shahida, yeyote atakayeshuhudia akasema hakika hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, na akasema hakika ya Muhammadi ni mjumbe wa Allah tabaraka wa taala. Allah anasema, wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum fantahu, anachokupeni mjumbe wa Allah kipokeeni na anachokikataza basi kiachini. Ikaja aya nyingine katika surati Al-An'am aya 162, inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hakika swala yangu na ibada zangu na nyinginezo na uzima wangu na kufa kwangu vyote ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Maneno haya zalatun imani, inazidi imani ya mja. Hadithi hii inatuonyesha kuwa umuhimu wa la ilaha illallah, umuhimu wa kusoma maneno haya la ilaha illallah. La ilaha illallah ni maneno ukiwa katika kumlakinia mtu ndugu yako katika imani. Umeona sasa hapa huu muda umekuwa mtihani, mlakinia sema maneno haya ili apate kuondoka katika dunia hii na aridhiwe na Allah tabaraka wa taala. An Uthman radhiyallahu anhu qala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, amesema kutoka kwa Umar ibn kutoka kwa Uthman na vile vile pia an Uthmana radhiyallahu anhu, ndugu yangu katika imani, qala an-nabii, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhara aljanna, rawahu Muslim. Yule ambaye atakayekufa, yule ambaye atakayejua na atakayekuwa ameamini na kuwa akasema hapana, haya maneno ni ya kweli, kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala, vile vile Allah atambashiria, atamuingiza katika pepo yake kwa sababu ya kutamka la ilaha illa Allah. Kalima bora ni mtu kuishi katika kufata sheria ya Allah tabaraka wa taala. Mimi usia wangu katika imani, tusisahau kukomenti na kusubscribe katika chaneli hii Nuru At-Taqwa TV. Ujumbe wa sasa hivi tumeangalia maneno ya kiimani, na maneno haya yanaambatana na la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, na vile vile tudumishe katika wema. Aya imekuja, wala tawanu albirra wattaqwa wala tawanu walithmi waludwan. Ndugu yangu katika maneno haya tunaambiwa saidianeni katika wema, katika mambo ya kicha Mungu, wala msisaidiane katika uovu na kueneza shari duniani. Leo tunaona mataifa mbalimbali imani zimeondoka, hofu ya Allah zimeondoka, mavazi wanaovaa yanamuudhi Allah na mambo yao si yale yenye kumpendeza Allah. Miji mitukufu hii imeombewa dua na Nabii Ibrahim. Katika mji wa Maka Nabii Ibrahim kaomba dua, na ndio maana pale hapakaukiwe vitu. Ndio maana pale katika mji wa Maka umejawa na baraka na hautokuwa na mtihani wowote kwa kudura ya Allah. Kwa kumalizia,
Usisahau kusubscribe katika nasaha hii fupi. Tumche Allah ukweli wa kumcha. Wajazakumullahu khaira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.